Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye chaneli yetu ya Jifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutaenda kujifunza moja ya vitu muhimu sana kwenye taaluma hii ya web development na system designing, kitu ambacho ni CSS katika HTML. Kitu cha mwanzo kabisa ni kufahamu maana ya CSS. CSS kirefu chake ni Cascading Style Sheet. Hii ni lugha inayotumika kupamba na kupanga muonekano wa kurasa za website. Kwa kawaida, HTML hutengeneza muundo wa ukurasa wa website na CSS hutoa muonekano wa ukurasa wa website. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ule muonekano wa ukurasa wa website ambao unajumuisha vipengele mbalimbali kama vile head, body, sidebar, footer na vinginevyo. Muundo huu unatengenezwa kwa kutumia HTML. Ama kwa upande mwingine, yale mapambo tunayoyaona katika ukurasa wa website kama vile muundo wa hati, size ya hati, rangi za maandishi na vinginevyo, yote hayo yanatengenezwa au yanapangwa kwa kutumia CSS. Tupo pamoja? Kitu kingine ni kufahamu kazi za CSS. CSS ina kazi nyingi sana. Miongoni mwa kazi hizo ni kuweka rangi za maandishi. Wakati unapofungua ukurasa wa website ukayaona maandishi yana rangi nyekundu, blue, green na rangi nyingine mbalimbali, rangi zile zinawekwa kwa kutumia CSS. Kazi nyingine ya CSS ni kubadilisha hati au font, yani kubadilisha aina ya hati, kwa mfano kuweka Times New Roman, Arial na hati nyingine zozote, au size, hati kuonekana kubwa au ndogo, kuonekana hati nzito yani bold au sio bold. Hii pia ni kazi ya CSS. Kazi nyingine ya CSS ni kupanga nafasi, yani spacing, baina ya maandishi au baina ya kitu na kitu kingine ambacho kimo katika ukurasa wa website, kwa mfano picha au vitu vingine. Kwa hiyo nafasi baina ya vitu hivyo zinawekwa kwa kutumia CSS. Ama kazi nyingine ya CS ni kuweka responsive. Tukisema responsive ni ile hali ya kutengeneza website na ikaweza kufunguliwa kwa kutumia vifaa tofauti. Kwa mfano, website hiyo iwe inawezekana kufunguliwa kwa kutumia kompyuta ndogo yani laptop, au simu au desktop bila ya tatizo lolote, yani iweze kuonekana imekava vioo vya hizo device zote sawa sawa bila ya kujali ukubwa au udogo wa kifaa kilichotumika. Hiyo ndio maana ya responsive. Sasa tuangalie njia ambazo tunaweza kuzitumia kuweka CSS. Njia ambazo zinatumika kuweka CSS katika ukurasa wa website au katika HTML ni tatu.
Njia ya mwanzo inaitwa inline CSS, njia ya pili inaitwa internal CSS na njia ya tatu inaitwa external CSS. Tukianza na njia ya mwanzo ambayo inaitwa inline CSS. Inline CSS hii ni njia ya CSS au ni njia ya kuweka CSS katika ukurasa wa website au katika HTML, njia ambayo CSS huandikwa ndani ya tagi moja ya HTML kwa kutumia attribute ya style. Tumefahamiana? Kwa mfano, njia hii unapoandika CSS kwa kutumia njia hii, unaandika katika kila tag CSS zake unaziweka humo humo. Kwa mfano, tuandike paragraph yapo, ndani yake tuandike maandishi. Mimi nayaweka hapo, maandishi tayari yapo. Sasa ukitaka kuweka CSS katika ukurasa huu au katika peji hii kwa kutumia njia ya inline, unatumia attribute ya style ambayo kama kawaida utaingia hapa katika tag yako ya paragraph, utaandika style hiyo hapo, ndani yake ndio utaandika vile vyote ambavyo unataka hiyo paragraph yako iwe. Kwa mfano, mimi nataka iwe na rangi fulani, utaandika color, mimi naandika red ili tuweze kuona sote. Tuende katika kubrowse au katika ukurasa wa website tuone jinsi ambavyo itakuwa. Hiyo hapo ukiangalia unaona maandishi yetu yamekuja katika rangi nyekundu. Sisi tunafahamiana? Au kitu kingine tunaweza kusema mfano border yapo, alafu tukaandika 1 pixel lakini solid, 1 pixel solid. Twende katika ukurasa tuka refresh tuone tayari. Umeona hapo, unauona ile margin au boda iliyoizunguka hiyo paragraph yetu. Lakini unaweza kuingiza kitu kingine, kwa mfano width. Width ni upana. Andika width iwe nini? Mfano iwe 200 pixel. Hiyo hapo. Tuende ku refresh tuone itakavyokuwa. Hiyo hapo unaona jinsi ambavyo imefanyika au imetokeza. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuandika CSS au kuweka CSS kwa kutumia njia hii ya inline CSS. Tukutane katika video zinazofuata, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante sana, bye.